Karibu mtazamaji wa ITV, mpenzi wa kipindi cha sanaa na wasanii. Ni siku nyingine, wakati mwingine tunakutana katika kipindi hiki kizuri kabisa. Mimi naitwa Neema Kibanda na kukaribisha tu pamoja mwanzo mwisho, tufurahi pamoja katika kipindi hiki cha sanaa, ambapo leo nitakuwa na msanii Safina Kimbokota. Ana kazi nzuri sana, amefanya maonyesho mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini sasa hivi kuna project yake moja ambayo iko hapa mbele yetu. Utakwenda kuiona na utajifunza vingi kutoka hapa. Tuwe pamoja mwanzo mwisho, situache. Karibu Safina katika kipindi cha sanaa na wasanii. Kazi zako ni nzuri sana na umekuwa kwenye sanaa kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi umekuja na style nyingine. Mtazamaji anatamani kujua hiki kilichopo mbele yetu ni nini, kinamaanisha nini. Maana inaweza kaa kuna bonge la story ndani yake. Kikubwa kwamba ninachoweza kusema sasa hivi niko kwenye harakati ya campaign ambayo inaelezea kuhusiana na vipodozi ambavyo wanawake wengi wanatumia kujibadilisha ngozi zao. Kiingereza wanasema skin bleaching, na Uswahilini tunasema mkorogo. Na Uswahilini kumbe kuna vitu kama hivyo, kwamba Uswahilini inajulikana kama mkorogo. Sasa mimi nikiwa kama msanii na vile vile nikiwa kama mtaalamu wa sanaa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwamba mara nyingi tunavyofanya sanaa isiwe tu kwa ajili ya kufurahisha. Nimeangalia katika jamii yangu nikakuta kwamba hili ni tatizo, na kama ni tatizo sasa tunalitatuaje? Hivyo nikaamua kutumia kipaji changu katika kuelimisha jamii yangu kupitia sanaa ambayo tunaifanya. Na hapa mbele yenu mnaiona, hii ni sanamu ambayo ni sanamu ya mwanamke wa Kiafrika, ikionyesha kwamba kwenye sehemu zake za usoni pamoja na mikono ina rangi ambayo si ya kawaida. Na hii kazi nimeitumia chuma pamoja na mabaki ya vitambaa ambayo niliokota kutoka kwa mafundi, na vile vile nilitumia hydrochloric acid kumbadilisha, kwa sababu ilikuwa ni plain kama hapo unapoona. Hii nikiashiria kwamba ni uasili wetu, kwamba tunavyozaliwa tunakuwa kama hivi. Lakini je, tukija kwamba mtu anapoanza kutumia hayo vipodozi vyenye kemikali, matokeo yake inakuwa ni kama hivi. Na tumeona sasa hivi kwamba kuna kesi nyingi sana za kansa, wanawake wengi wanauma kansa, wasichana wengi wanapata kansa, Lakini kwamba ukija kuangalia kiundani kwamba zaidi ni vipodozi ndivyo ambavyo vinatusababishia yote haya. Kwa mimi nilifananisha hiyo hydrochloric acid. Nadhani watu wote tunaijua hydrochloric acid jinsi gani ambavyo ina athari katika miili yetu. Kwa hiyo nimeifananisha hii sana hizi chemicals ambazo wanawake wanazitumia, kwamba inakuwaje kwamba wewe ni mtu ambaye ulizaliwa ukiwa na ngozi yako ya asili, lakini unathubutu kuja ujibadilisha labda aidha uonekane kama mtu fulani. Kwa nini mtu asijikubali the jinsi mwenyewe alivyo? Kwa hiyo ndio ilikuwa concern yangu kubwa. Na ukiangalia hii piece ina duara kwa nyuma, na upande mmoja uko flat, upande mwingine umetobolewa. Inamaanisha nini? Kwa mimi maana yangu ni kwamba hizi ni tamaduni. Yaani hii duara yote ambayo unaiona ni kwamba ni tamaduni ambazo sisi kama Afrika tumezishikilia. Lakini zinaenda zikiharibiwa, ndio maana ya haya matobo, kwamba zinaharibiwa na hatujui hatima yake itakuwaje huko mwisho. Na vile vile ni sema kwamba katika hii kampeni yangu nimepanga kuwa na aina ya kazi kama hizi takriban 20, na zote zikielezea tu athari za kujichubua kwa ngozi. Kwa hiyo kadri tutakavyozidi kuona baadhi ya pisi, tutakuja mwishowe kwamba hii duara itakuja itapotea. It means kwamba
tamaduni zetu yani kama tusipochukua hatua zinaenda kupotea kabisa. Yeah. Lakini Safina umefanya research, umefanya utafiti na ukagundua hicho ambacho ukatengeneza hapa. Katika utafiti huo uliweza kuuliza kwa nini wanafanya mkorogo? Wengi wa wanawake wanadai kwamba wanaamini kwamba weupe ni mzuri, na vile vile kwamba wanaume wengi wanapenda wanawake ambao ni weupe. Mimi sidhani kama kuna ukweli wowote kuhusiana na hilo. Sijapata muda kufanya research kuwauliza wanaume, kwa upande wa wanaume kwamba wanasemaje. Je, endapo kwamba wake zao wakijichubua wao wanafurahia hiyo hali au wanakeleka? Kwa hiyo nipo katika safari. Nadhani mwisho wa hii project nadhani nitakuwa na majibu sahihi ya kuongelea kuhusu hilo. Lakini hapa ni kwa upande mmoja jinsi ya ubunifu wako umeweza kutengeneza, pia inaweza unatoa elimu kwa maana nyingine kupitia hii kazi yako. Na hii ni kazi ambayo umetengeneza kwa style ya kuchomelea hizi vitu. Material ambayo imekuwa ni chuma, ambapo wewe hizi kama ni umeziongezea thamani. Katika ubunifu wako sasa kazi huko kiwandani unatengeneza picha kama hii. Ulivyoanza tangu wakati wa kwanza unazungusha hii chuma, ulikuwa na idea hiyo kwamba unataka utengeneze kitu fulani, ama jinsi unavyoendelea kutengeneza kitu baadaye kinatoka kitu fulani? Hapana, kwa kawaida mara nyingi nikifanya kazi huwa nakuwa na sketch. Yaani kwamba nakuwa kwanza na wazo kichwani, kisha nalihamishia kwenye michoro, kwamba hii kazi yangu nataka mwisho wa siku ionekane kama hivi. Aidha kuna wakati kuna vitu ambavyo vinaweza vikaongezeka wakati wa utengenezaji, lakini mara nyingi kwanza huwa ni wazo, then nalifanya kwa michoro, baadaye ndo nalihamishia na kuwa kama hivi. Picha kama 20 za aina hii. Picha hii moja unatengeneza kwa muda wa siku ngapi? Uko workshop kwako na vifaa vyako unatengeneza moja kumaliza ni unatumia siku ngapi? Hii kazi nilifanya kwa wiki, naweza ngasema wiki moja na siku kama 3. Na sikuifanyia hapa, nilifanyia Kenya, Nairobi. Kuna art center inaitwa Kuona Art Trust, na kuna programu ambazo ni kati ya Nafasi Art Space na Kuona za kubadilishana uzoefu, kwamba msanii aidha Nafasi anatoka Nafasi anaenda Kuona, na Kuona anatoka anakuja huko. Na vile vile kwamba muda ambao nilitakiwa kukaa kule ni siku 21. Na vile vile nilipata usumbufu wa kupata material. Kwa hiyo karibia wiki moja tuseme na siku kadhaa nilikuwa nahangaika kupata material, lakini wakati huo ndio idea kabisa kwamba ni nini nahitaji kukifanya. Kwa ukirudi hapa nyumbani sasa hivi uko nyumbani, material na hakika unajua mwenyewe unapozipata. Hiyo wiki moja kwa picha moja hautatumia tena, ama muda ni ule ule. Maana nafikiria umesema unataka kupata picha kama 20, utengeneze 20. Na kama moja inaweza kuchukua wiki moja, hebu tutengeneze sasa 20 hizo wiki 20, ama 20 ngapi hizo? 20 inategemea na kazi husika, kwa sababu hii hapa inaweza ikawa ni hivi, lakini na ukuja you never know kwamba inaweza ikawa inamuonyesha mtu mzima ndio jinsi alivyo kuanzia kichwa hadi miguu na kila kitu. Kwa hiyo itategemea na aidha zikaongezeka au zikapungua. Mapokeo ya kazi zako, manake Safina umekuwa ukikaa kwenye staili hii kwa muda mrefu sana, lakini sana sana unaongezea tu ubunifu na thamani, hapo unatoka hivi, hapo unatoka hivi. Watu wanaipokeaje sanaa yako sasa huko mtaani? Nadhani kwa sasa hivi watu wameanza kunikubali na wanaona harakati ambazo nazifanya, ingawa sijaweza kufikia yale mafanikio kwamba naweza nikajivunia leo hii kwamba mimi Safina kupitia haba kazi yangu hizi ninazozifanya zimenifikisha hapa, ila na matumaini kwamba nipo njiani, na mafanikio ya kitu chochote ni safari ndefu.
Kwa hiyo na matumaini kwamba na vile naona kwamba mbele kuna mwanga. Kutangaza kazi yenu hii, mmejitangaza vya kutosha, kwa sababu ukiangalia vinyago wamejitangaza, naona vya kutosha. Ukienda mahali, ukienda mahotelini, vinyago, picha za kuchora, zile picha za ubunifu, wamejitangaza vya kutosha. Nyinyi mnaofanya kazi za aina hii, wasichana mko wengi. Sasa kwanza nakupongeza sana kwa kuwa dada ambaye umejitahidi kutoka kutangaza kazi yako. Natamani kujua kuna wanawake wengi wanaofanya sanaa hii ya chuma, maana hapa unakana unacheza na moto pia. Kwa sanaa ya chuma, nikirudi nyuma kidogo, sijawahi kwanza kumuona mwanamke wa Tanzania akifanya hizi sanaa. Ila nakumbuka mwaka 2008 nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, wakati nafanya degree yangu ya kwanza, ilikuja organization moja inaitwa Vipaji Foundation, wakitafuta wanawake kushiriki katika mafunzo ya sanaa hii. Na kwa bahati nzuri katika idara yetu tulibahatika wasichana 5 kushiriki hiyo workshop. Lakini cha kusikitisha, baada ya workshop ikani kama tu mtu kaenda kwa ajili ya workshop, ikaishia pale. Na siwezi nikaongelea kwa sababu sina uhakika kama kuna mtu mwingine ambaye anafanya. Turudi kwenye kazi yako sasa. Tumerudi pale pale kwamba wenzetu wa vinyago wamejitangaza vya kutosha, wanasafirisha vya kutosha. Naona pia kazi yako hii ni kubwa afu ni nzito. Piga picha sasa zinatakiwa zipeleke kupata soko nchi za watu. Jinsi ya kupeleka hii package yako inakuwaje? Kutafuta soko kwenye hoteli wapi inakuwaje? Ushawahi kufikiria hicho kitu? Mara nyingi ni kwamba hii ni campaign ambayo mimi naifanya. Sitarajii yenyewe kwamba aidha nitauza au sitouza. Lengo langu kubwa ni kwamba ujumbe ambao mimi na uhitaji ufike katika jamii yangu husika. Lakini tukija kwenye swala sasa la kwamba nauza au ni kwamba mara nyingi kwamba najua kwamba hii ni kwa ajili ya biashara, basi nitatengeneza kwa ukubwa na staili ya biashara. Kwa hiyo hii si ya biashara, lakini wakitaka kwa mfano wale wanaokataza vipodozi hivi vyenye madhara, unaweza wakamnunua huyu wakamweka nje ofisi yako. Inawezekana, ingawa kuna mtu tayari alishainunua hii wakati nipo katika process ya kuifanya nikiwa Nairobi, na kila siku nimekuwa tu nikimkwepesha kwamba nitaileta kwa sababu vitu kama hivi kwamba nafikiria kwamba niilete, napata labda watu wananipigia sasa, sina tunahitaji kuinterview kuhusiana na ile kazi yako. Kwa hiyo inakuwa kwamba ni ugumu, lakini nashukuru kwamba mtu mwenyewe ni mdau wa sanaa na anaelewa. Kwa hiyo haijawa tatizo kwangu. Unaonaje ukimchapisha mwingine kama huyu? Ni ngumu kurudia kazi. Na matumaini kwamba zitakuja katika mfumo huu, lakini katika design nyingine. Lakini kurudia, na mara nyingi huwa sipendi, yani kwamba nikirudia kile ambacho nimekifanya. Tukichukulia tasnia mzima ya kazi za ufundi, umeongelea kuhusu vinyago wanajitangaza, na kiukweli vinyago wanajitahidi. Naweza nikasema katika sanaa za ufundi ambazo zinaongoza kusafirishwa nje ni vinyago pamoja na wenzetu wa tingatinga. Nadhani wenzetu wa tingatinga wanasafirisha kwa wingi sana bidhaa zao, na vile vile hata kutembelewa kilinganisha labda na hizi art centers zingine ambazo zipo watu kama sisi tunafanya hizi sculpture pamoja na painting. Kitu kikubwa ambacho mimi naweza nikasema kwa sisi ambao tunafanya aina hii ya art, ikiwemo hii labda sculpture za wood pamoja na michoro ile ya rangi, ni kwamba unakuta kwamba kila msanii anafanyia kazi katika studio yake, hatuko wamoja. Unaona? Sasa na hii inakuwa ni changamoto kwamba hata kama watu wakija anakuwa ni anadili na msanii ambaye amemfuata.
Kwa hiyo nadhani hiyo ni challenge kwetu sisi, ni changamoto kubwa sana. Na vile vile ninapenda kuwashauri wasanii wenzangu kwamba tuungane, tuungane hata kama zikitokea labda ni chance au kwamba una wageni ambao wanakuja kukutembelea wewe, jaribu basi hata kuwazungusha kwenye studio za watu wengine, za wasanii wengine, kwa sababu amekuja kwako na unamchukulia tu kwamba huyu anastahili kuwa tu hapa, akitoka hapa anaingia kwenye gari yake na kuondoka. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri, na vile vile inadidimiza kazi yetu kwamba haiwezi kukua. Mwisho wa siku yani tutakuwa tumebakia tu hapo hapo kwamba leo Safina anauza kimoja baada ya mwaka. Kitu ambacho si kizuri, kwa sababu vile vile tujaribu kuangalia na wasanii wachanga ambao wanakuja. Wakija kwa mfano mtu ndo anakuja tu anaanza anakutana na hali kama hiyo. Anakatishwa tamaa. Mwisho wa siku atasema sanaa ilipi. Wakati wao wanasema sanaa ilipi, mwingine anashangaa anasema wewe sanaa ilipi? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Nadhani wasanii sana wa visual arts tushirikiane, na vile vile tupende, hata kama una kitu ambacho unahitaji labda kukifanya, ni vizuri ukashare na wenzio, watakupa mawazo au mkashirikiana katika kukikamilisha kile ambacho kipo. Na mimi nakaribisha kwa wasanii wenzangu, wadau wote ambao wameguswa sanaa, au nasema kwamba hii kauli mbiu yangu ya kwamba kuhamasisha wanawake waache kutumia vipodozi vyenye kemikali, kuniunga mkono kwa ushauri, kwa kifedha, kwa sababu challenge ni nyingi. Kufanya kazi kama hizi zifikie kazi 20 si kitu kidogo, kwa sababu inahitaji material, yaani ni vitu vingi. Kwa hiyo watu wengi wanaangalia hii media ITV, na wakaribisha kwa mtu yoyote ambaye labda angependa afanyiwe kazi kama hizi, labda kwenye garden, kwenye nyumba yake au sehemu yoyote. Serikali tuna sehemu nyingi ambazo ziko tu empty, ambazo tunaweza tukazipamba na sisi, kwa sababu tunavyotoka tukienda kwenye nchi za wenzetu tunaona vitu kama hivi. Kwa nini sisi tusiwe navyo? Na kama watu nao ambao wanaweza wakavifanya hivyo vitu, kwa nini serikali basi isichangie at least hata kutupa sisi vijana ajira kufanya vitu kama hivyo, na sisi tukaona kwamba kweli tunachokifanya kina manufaa kumbe hata kwa taifa langu. Tofauti na sasa hivi ambavyo tunahangaika, yani unahangaika mtu hadi saa zingine yani unakata tamaa, yani unasema kwamba basi bora tu niache amue nifanye kitu kingine. Lakini mimi na uhakika kabisa hii milango ipo wazi, serikali inanisikia na wadau wengine wananisikia, kwamba sisi tupo, wasanii wajaribu watufate. Tunaweza vile vile tukashauri kwamba sehemu kama ni sehemu hii tunaweza tukafanya kitu kama hiki na jiji letu likapendeza. Ingekuwa ni kama zamani kwamba unaweza ukafika ukakuta bati ukaliokota ukaja ukafanya, ingekuwa sawa. Lakini kwamba kila kitu ni pesa. Lakini natamani na nimekuwa ni kwamba ni ndoto yangu siku moja nipate hiyo bahati ya kupendezesha mazingira ya jiji letu la Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine ya Tanzania. Mtazamaji, Safina na mambo mengi sana na vitu vingi vizuri. Umemsikia, basi umeona kazi yake hapa. Zaidi ni wewe kuunga mkono. Anaweza kupendezesha jiji letu, anaweza kupendezesha nje ya jiji la Dar es Salaam, anaweza kupendezesha popote, kwa sababu idea anayo tayari na ana ubunifu mwingi sana katika staili hii. Anachonifurahisha zaidi kwamba hakati tamaa, pamoja na kuwa hizi picha sana yake ni nzito. Nilimuona wakati amebeba hii yani ile ngumu nzito sana, lakini hongera Safina, kwa sababu siku mpaka siku naona unazidi kukua. Kutoka siku ya kwanza nilivyoona kazi yako mpaka sasa hivi naona unazidi kukua, unaongezeka step kwa step. Labda ukiondoa hii hapa sasa, hii kampeni ambayo iko mbele yako ambayo utachukua muda kidogo na yenyewe, kuna kazi nyingine ambayo labda ilikufurahisha sana? Mimi nadhani kwamba kazi zangu zote ambazo nazifanya huwa zinanifurahisha, kwa sababu mara nyingi huwa sipendi kwanza kurudia kile ambacho nimekifanya, na
pale ambapo nafikiria kukifanya kitu najaribu nikifanye katika mtindo mwingine. Kwa hiyo naweza nikasema kazi zangu zote huwa zinanifurahisha sana. Iliyokuumiza basi. Maana zote zinakufurahisha. Iliyokuumiza maana hapa unatumia moto, unatumia na nyundo pia kidogo, sehemu nyingine iliyokuumiza. Iliyoniumiza yani kwamba nimeumia wakati wa matengenezo. Hizo ni ajali ambazo zinatokea, lakini ni mara chache sana. Sasa zingine unakuta wakati unachomelea cheche imekuingia kwenye mwili, lakini naweza kushukuru ni kwamba sijawahi kupata jeraha kubwa ambalo naweza nikasema kwamba hili limenisababisha kwa ajili ya hii kazi ambayo nimeifanya, na ndicho kitu ambacho kinanipa nguvu zaidi kuendelea na hii kazi. Natamani siku moja uje wakati nipo studio nafanya hizi kazi, kwa sababu yani huwa nafanya mwenyewe nikiwa nimerelax kabisa, yani naona raha kabisa kwamba kile ninachokifanya nakifurahia. Hongera sana. Asante sana. Naamini kazi yako watazamaji maelfu wameweza kuangalia kipindi hiki. ITV tunafika mbali sana, super bright. Mtazamaji wa ITV nikushukuru sana kwa sababu umekuwa ukitufuatilia nikiwa mimi na Safina Kimbokota. Kazi yake ni nzuri, kazi yake inatia matumaini, kazi yake inatia hamasa. Ni vyema basi ukamuunga mkono wewe, akafanya basi ukafanya mazingira ya hapo kwako pakawa pazuri, maeneo yako ya nyumbani yakawa mazuri, jiji letu likawa zuri. Vyovyote vile utakavyoweza kuunga mkono kazi yake, kwa sababu popote pale inapambika kwenye corridor nyumbani unaweza kaweka, na naamini kabisa na umezifurahia. Ni kazi inayofanywa na mtoto wa kike, anatumia moto, anatumia nini, kama ulivyoweza kuona ni mwenyewe Safina Kimbokota. Nikushukuru sana kwa sababu pia ukutuacha, umekuwa nasi mwanzo mwisho mpaka sasa hivi. Nikushukuru kwa hilo, na kushukuru sana na kutakia pia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea hapa ITV. Mimi naitwa Neema Kibanda. Asante sana. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz.